Moja Afrika Mashariki sawa na saa 12 kwa Afrika ya Kati. Taarifa kuu jioni hii ni pamoja na Umoja wa Mataifa umethibitisha kuanza kwa operation rasmi ya kuondoa mamia ya wanajeshi na maafisa wa polisi wa DRC wasio na silaha kutoka maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo yanayokaliwa na waasi wa M23. Somalia imepiga marufuku hati za kusafiria za Taiwan kutumika kuingia nchini humo, huku Wizara ya Mambo ya Nje ya kisiwa hicho ikilaumu shinikizo la China kwa Mogadishu wakati huu ambapo Taiwan inaongeza uhusiano na Somaliland. Nalo baraza la mawaziri nchini Kenya limeidhinisha muswada wa fedha wa mwaka 2025 kwa lengo la kuchochea mageuzi katika mfumo wa ushuru. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji, ikiwa ndo mwanzo muungana nasi, unasikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC ukiwa nasi Regina Mziwanda akiwa Dar es Salaam na mimi ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Tukiendelea ni kwa mbunge kutoka katika kamati husika na masuala ya kiintelijensia katika bunge la Korea Kusini amesema wanajeshi 600 wa Korea Kaskazini wameuawa wakipambania Urusi dhidi ya Ukraine. Akinukuu taarifa iliyotolewa na kamati hiyo mjini Seoul, Leon Sung-kwin ambaye ni mbunge amesema zaidi ya wanajeshi 4,000 wamejeruhiwa. Akizungumza na waandishi wa habari, Lee Seung amesema vita nchini Ukraine vimeangazia maendeleo ya kijeshi yaliyofikiwa na Pyongyang. Zaidi na Halima Nyanza. Akizungumza na waandishi wa habari, mbunge huyo kutoka katika kamati inayohusika na masuala ya kiintelijensia katika bunge la Korea Kusini, Lee Sung amesema vita nchini Ukraine pia vimeangazia maendeleo ya kijeshi yaliyofikiwa na Pyongyang. Baada ya miezi 6 ya kushiriki katika vita, jeshi la Korea Kaskazini limekosa ufanisi, lakini baadaye jeshi hilo limeweza kuimarika linavyozoea kutumia silaha mpya kama vile ndege zisizo na rubani. Idadi ya watu waliojeruhiwa na mashambulizi yanayofanywa na Urusi kutumia ndege zisizo na rubani katika mji wa Ukraine wa Kharkiv imeongezeka kufikia 45. Gavana eneo hilo Ole Sinobov amesema maeneo kadhaa yameshambuliwa jana jioni. Meya wa mji wa Kharkiv Ihor Terkov amesema ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na Iran zinazojulikana kama Shahid zilitumika katika mashambulio hayo yaliyoharibu miundombinu ya raia. Kulikuwa na Shahidi 16. Vifaa vya afya vimeharibika kutokana na kuharibiwa na Shahid na madirisha kuvunjika. Kwa bahati hakuna mgonjwa wala daktari aliyejeruhiwa. Ndege hizo zisizo na rubani ziligonga majengo ya wakazi wa eneo hilo, nyumba binafsi na jengo la makazi ya watu wengi. Wakazi hawa ambao majengo yao yalishambuliwa wanaeleza jinsi walivyoshtushwa. Ndio kwanza tu tulikuwa tumekwenda kulala na mara ghafla tukasikia mlipuko mkubwa. Madirisha ya vioo yalivunjwa, kila kitu kilirushwa na jengo yameharibiwa kabisa. Bafu, kila kitu, haiwezekani kuishi pale tena. Madirisha yetu yote yalilipuliwa na baraza yetu kuteketezwa. Nilikuwa nyumbani mlipuko huo ulipotokea. Mwanangu alikuwa amelala. Nilikuwa nimekaa hapo, lakini sikusikia sauti za ndege zisizo na rubani ambazo hutoa kawaida. Siku zote huwa nasikia kila kitu na pia kufuatilia. Nilikuwa nakaribia kuangalia katika simu yangu na mara mlipuko ukatokea. Kipande cha kioo kikanipiga kwa nyuma. Tayari Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kusitisha mapigano kwa muda ifikapo mwezi Mei. Naam, Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini kwamba Rais Vladimir Putin wa Urusi amedhamiria kumaliza vita vya Ukraine. Hatua hii inakuja huku nchi hiyo ikitishia kurudi nyuma katika juhudi za upatanishi iwapo kutakuwa na mwitikio mdogo kutoka kwa nchi ya Ukraine pamoja na Urusi. Rais Trump ametoa kauli hiyo wakati wa mahojiano na Terry Moran kwenye kituo cha ABC News, kama anavyoarifu mwandishi wa BBC David Inkia. Taarifa ya Kremlin imesema kwamba Vladimir Putin yupo tayari kwa mazungumzo ya amani, lakini suluhisho halitakuja haraka kama vile ambavyo Marekani inatamani. Hatua hii inakuja baada ya Rais Donald Trump kusema kwenye mahojiano ya ABC News kwamba vita hivi vinaweza kuisha haraka iwezekanavyo iwapo pande zote mbili zitaafikiana. I think he wanted the whole country. Nadhani alitaka nchi nzima, na kwa sababu yangu ninaamini kuwa yuko tayari kusitisha mapigano. I think he does, yes. Katika hatua nyingine, amemlaumu mtangulizi wake Joe Biden kwa kushindwa kuzuia vita hivyo kuanza. I would say that ningesema kwamba angependa kusitisha vita. Nafikiri isingekuwa mimi, nadhani angetaka kuchukua nchi nzima kiubinafsi. Siku zote nilihisi hivyo. Kwa hivyo nilipoondoka hapakuwa na nafasi hata ya kwamba hili lingetokea.
Biden alipojihusisha, sitasema ikiwa alishughulikia ipasavyo, lakini ni wazi kwamba haikuwa nzuri. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema kwamba Washington itasitisha upatanishi kati ya Urusi na Ukraine iwapo tu nchi hizo mbili hazitatoa mapendekezo madhubuti ya kumaliza vita hivi. Katika ujumbe uliowasilishwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Tammy Bruce kwenye mkutano na wanahabari, Marco Rubio amesema kwamba ni wakati sasa kwa pande hizo mbili kufikia mwafaka. Sasa tuko katika wakati ambao mapendekezo madhubuti yanahitajika kutolewa na pande mbili juu ya jinsi ya kumaliza mzozo huu. Jinsi tunavyoendelea kutokea hapa ni uamuzi ambao sasa ni wa rais. Ikiwa hakuna maendeleo, tutarudi nyuma kama wapatanishi katika mchakato huu. Rais Trump amesema hakufurahishwa na kuendelea kwa mashambulizi ya Urusi dhidi ya makazi ya raia, lakini akasisitiza kuhusika kwake katika mchakato wa amani kwamba kunaleta faida. Msururu wa mashambulizi ya hivi punde zaidi wa ndege zisizo na rubani za Urusi umesababisha kifo cha mtu mmoja na kuwajeruhi wengine takriban 40 katika miji ya Dnipro na Kharkiv nchini Ukraine. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC. Na rais wa Marekani Donald Trump ametimiza siku 100 za muhula wake wa pili madarakani, na kwa hotuba ya mtindo wa kampeni kuashiria mafanikio yake huku akionekana kuwalenga mahasimu wake wa kisiasa. Trump anasisitiza kuwa sasa anatumia urais wake kuleta mabadiliko makubwa. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Katika siku hizi 100, chama cha Republican kimemdhihaki mtangulizi wake Joe Biden kupitia chama cha Democratic na kulenga ukosoaji mpya kwa mwenyekiti wa hifadhi ya shirikisho la Marekani, huku akitupilia mbali kura za maoni ambazo zinaonesha umaarufu wake mwenyewe ukishuka. Akiwahutubia wafuasi wake waliokuwa wakishangilia, Trump alijinasibu na kuelezea anavyojivunia mafanikio yake katika kukabiliana na uhamiaji haramu nchini humo. The last administration engineered a massive border invasion allowing gangs, cartels. Utawala uliopita uliruhusu uvamizi mkubwa wa mpaka dhidi ya magenge na magaidi kujipenyeza katika jamii zetu na kuwabaka na kuwaua raia wetu, na hilo ni miongoni mwa mambo mazuri tuliyobadili. Hilo ni jambo zuri kuhusu hilo. Wao ndio wabaya zaidi, lakini ninaposimama mbele yenu leo ninaweza kuambia kwa fahari kubwa kwamba usaliti huu wa kutisha umekwisha na kwamba tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kurejesha usalama. Ndani ya miezi miwili katika historia ya Marekani, tumevunja rekodi za wakati wote kwa idadi ya chini ya kupunguza uhalifu katika mipaka iliyowahi kufikiwa. Idadi ya wavuka mipaka walioachiliwa kuingia Marekani kiholela imepungua. Sikia hii tafadhali, 99% imefikiwa. Think of that, 99.999. Akizungumzia kuhusiana na tozo, Rais Trump amesisitiza kuwa sera zake zimekuwa na mafanikio makubwa na amemkosoa mwenyekiti wa shirikisho Jerome Powell. Inflation is basically down and mfumuko wa bei kimsingi umeshuka na viwango vya riba vilishuka, licha ya ukweli kwamba nina mtu wa shirikisho ambaye hafanyi kazi nzuri, lakini sitasema hivyo. Nataka kuwa mzuri sana. Ninataka kuwa mzuri na mwenye heshima kwake. Hutakiwi kukosoa shirikisho, unatakiwa kumwacha afanye mambo yake, lakini najua mengi zaidi kuliko yeye kuhusu viwango vya riba. Naomba mniamini katika hilo. Trump aliendesha kura yake ya maoni mwenyewe isiyo rasmi, akiuliza umati wa watu wampe mapendekezo ya jina la utani na la bandia la Biden. Pia alimkejeli mtangulizi wake toka chama cha Democratic, huku akisisitiza kuwa yeye ndiye aliyekuwa mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2020 ambao kiuhalisia alishindwa. Walengwa wengine wa hasira zake Trump ni pamoja na Jerome Powell, mkuu wa benki kuu ya Marekani, ambaye Rais Trump amedai kwamba hafanyi kazi yake vizuri. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya Marekani ya White House ni kwamba takriban wahamiaji 65,700 wamefukuzwa katika muhula wake hadi sasa, ingawa hiyo ni kiasi kidogo kuliko mwaka wa fedha uliopita ambapo mamlaka ya Marekani iliwafukuza zaidi ya wahamiaji 270,000.